Bwana akubariki sana mchana huu wa leo. Bwana akupe neema mchana huu wa leo. Yesu anakupenda. Karibu katika kambi makini 2025 Nyehunge. Baba na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunalihimidi na kulitukuza jina lako mchana huu wa leo. Saa imefika, tunakualika uzungumze pamoja nasi mchana huu wa leo. Nena na kutano hili, kutana na msikilizaji na mtazamaji aliye mbele yako sasa. Tunakusihi zungumza nasi, utufundishe namna ya kuenenda pamoja na wewe katika kambi hili. Utukumbushe namna ya kwenda na wewe tukikutumainia Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Nikualike mchana huu leo kwa namna ya pekee sana. Fungu letu kuu, tumesoma fungu namba Zaburi namba 62 na lile beti la 8. Hili ndilo fungu letu kuu ambalo imempendeza Mungu kwa mwaka huu 2025. Baada ya watumishi wa Mungu kuketi, Bwana akawaongoza ya kwamba ni vizuri katika kambi la 2025 tutafakari juu ya Zaburi hii iliyoandikwa na Daudi. Na hili fungu kwa neema ya Bwana, kama alivyosema mchungaji wetu Lazaro, ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutalitafsiri fungu hili kipengele kwa kipengele. Fungu letu linasema, enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiyo kimbilio letu. Na mchana wa leo nitakualika tuanze na sehemu ile ya kwanza, enyi watu. Somo la leo litazungumzia juu ya mtu, juu ya mwana wa Adamu, juu ya wewe hapo, mtu ama mataifa. Lakini kabla tujafika hapo, nikualike ufungue nami kitabu cha wimbo namba 200. Tutaimba beti la kwanza na beti la pili, na baada ya hapo utapata mahali pazuri palipotulia useme na Mungu wako, umshukuru kufikisha katika kambi hili, utengeneze mambo yako na yeye. Ndipo saa ukiwa umeketi hapo hapo, ndipo saa baada ya hapo tutaendelea na hotuba fupi ya mchana wa leo. Wimbo namba 200, beti lile la kwanza na beti la mwisho. Na baada tu ya chorus ya mwisho, mahali ulipo utainama kidogo, zungumza na Mungu wako. Na baada ya hapo basi tutaendelea na hotuba mchana huu wa leo. Baba yetu aliye mbinguni, tuimbe. Baba yetu aliye mbinguni, amenifurahisha yakini, kuniambia mwake chuoni, ya kuwa nami Yesu pendoni. Anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda nami ninampenda, kwa wokovu alionitenda.
akanifilia msalabani, kwa kuwa nami Yesu pendoni, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi. Mahali ulipo, hebu pata wasaa kidogo, inamisha uso wako, zungumza na Mungu wako. Isingekuwa kwa neema yake, wengi wetu hatukustahili kuwepo katika kambi hili. Kama angeamua kuhesabu makosa, uzembe na dhambi tulizotenda mbele zake, ni kwa neema yake tu, ni kwa upendo wake hata leo umesalia. Kitanda ulichokuwa umelala, kuna aliyefariki pale. Barabara ulioiendea kwa muda wote, kaenda salama, ukarudi salama. Mahali hapo kuna mtu alilala mauti. Lakini unafahamu pia yale unayoyapitia huenda ni magumu sana na watu wamekukatisha tamaa. Lakini yupo Mungu mwenye upendo, Mungu anayejali. Zungumza naye, mueleze, mwambie hitaji la moyo wako mchana wa leo. Mwite Mungu. Asema, enyi watu, mtumainini yeye siku zote. Ifunueni mioyo yenu mbele zake. Naam, Mungu ndiye kimbilio letu. Je, kuna jambo lolote gumu asiloliweza? Je, ni uchumi? Ni familia? Ni ndoa yako? Ni watoto? Ni jambo gani hilo? Mweleze Bwana mchana wa leo. Baba na Mungu wetu, mioyo yetu iko uchi mbele zako. Nami mjoli wako nifiche tu nyuma ya mbawa zako. Tumie kama mwangwi na sauti yako. Kawabariki kutano hili na neno lako. Kazungumze neno liloandikwa kwetu, likabadilishe maisha yetu na kusogeza karibu nawe Mwokozi wetu. Tunapotembea na kuenenda, tuenende tukikutumainia wewe Yesu peke yako. Mchana wa leo, sema neno nasi tutasikia, katika jina la mwanao Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mchana wa leo ni kualike mwanakambi 2025 katika tafakari ya neno la Mungu mchana wa leo. Na tutatafakari juu ya kichwa ama somo linaloongelea binadamu. Daudi anayeandika Zaburi hii ya 62, biblical background ya hapa, yaliyo nyuma ya hapa, yaliyompelekea Daudi akaweka utenzi wake, hayakuwa mambo rahisi katika maisha yake. Yeye binafsi kama mfalme, kuna mahali fulani kama binadamu, kama mwanadamu, alijikuta akikosea na makosa yake yakigharimu watu wake, yakigharimu utawala wake, yakiathiri kizazi chake. Na hivyo alikuwa ni mwanga Daudi anapoandika habari hizi. Lakini si hivyo tu, mfalme Daudi kupitia uovu aliyoufanya, uasi aliyoufanya, alipitia wakati mgumu wa kusalitiwa na rafiki zake, jamaa zake, wandani wake, na iliyokuwa baya na kubwa zaidi ni kusalitiwa na mtoto Absalom, kijana aliyetoka katika viuno vyake, anampindua mzee wake na kuchukua himaya. Kwa hivyo Daudi alikuwa na haya ya kusema juu ya wanadamu. Na ninampenda mtumishi wa Mungu aliyetuletea fungu hili la mwaka huu, ya kwamba tupate kutafakari, tupate kujifunza katika fungu hili. Mwaka huu liwe fungu kielelezo na fungu kiongozi juu ya mwanadamu na mahali anapopaswa kuweka tumaini lake, hasa katika nyakati hizi ambapo kila
kila kitu kinabadilika, kuanzia vinavyoonekana, asili ya mwanadamu, vitu ambavyo vinamtegemeza mwanadamu, kila kitu kinabadilika. Kisiasa, pepo zinabadilika. Kiuchumi, mambo yamebadilika. Kijamii na mahusiano, hata katika duru za kidini mambo yanabadilika. Utawezaje kustahimili? Utawezaje kusimama mambo yanavyokwenda tofauti na matarajio au matakwa uliokuwa nayo? Ndio ulikuwa mzigo wa Daudi, ndio uliokuwa mwiba mzito wa Daudi, na ndio kauli mbiu na ndio fungu letu la makambi ya 2025. Ninakusihi kwa neema ya Mungu, sehemu hii ya kwanza mchana wa leo, juu ya watu ama mataifa. Pastor wetu ametuambia hapa ya kwamba hatuwezi tukayafasiri maandiko vile tunavyotaka sisi, bali vile lilivyoandikwa. Na akasema mtumishi wa Mungu ya kwamba Biblia hatukuandikiwa sisi, sio wapokeaji wa kwanza, lakini sisi tumekuwa watu ambao ujumbe huu unatufaa leo kwa sababu ni neno la Mungu. Sasa neno enyi watu kati waliokusudiwa, walioandikiwa maandiko haya kwa Waebrania, neno watu alilolitumia Daudi lilikuwa na maana zaidi ya moja au mbili. Neno watu, neno linalotumika hapa kwa umoja, neno la Kiebrania anatumia neno linaitwa goi. Hili neno linatumika mara kadhaa kumaanisha mtu, mataifa au wa mataifa, Gentiles, nations au watu. Sema enyi mataifa, enyi watu wa mataifa, sikilizeni, mtumainini Mungu siku zote. Na neno hili analolitumia Mfalme Daudi linalenga kwa mataifa, linalenga kwa taifa, vile vile linalenga kwa mtu. Lakini wenzetu pia wa Agano Jipya, Wayunani, na wao wana neno linalozungumzia habari ya watu. Wao wanatumia neno zuri sana. Neno hili linatamkika kwa Kiyunani kama neno ethnos, na yenyewe vile vile maana yake ni aidha mataifa au mtu au watu. Kwa hiyo Daudi haongei na mimea hapa. Katika kambi hili Daudi, mzigo wa Daudi na mzigo wa Mungu katika kambi hili, Mungu anao ujumbe wa matumaini kwa watu wake. Mungu anataka watu wake wafungue masikio yao, wamtazame katika kipindi hiki ambapo mambo yanabadilika, nyakati zinabadilika. Mpendwa, mchana huwa leo Daudi asema enyi watu. Ukienda katika maandiko matakatifu, Mwanzo sura ile ya kwanza na kuanzia mstari ule wa 27, neno la Mungu linasema hivi. Ni namna gani huyu mtu alifanyika ambaye Daudi anaongea habari zake? Neno la Bwana linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari ule wa 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Hiyo ni Mwanzo 1:28. Fuatana nami tena kidogo, mtazamaji na msikilizaji. Mstari wa 29, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mstari ule wa 30,
na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi. Niruke mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mianzo ya neno la Mungu linaweka wazi ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ni kazi ya mikono ya Mungu, aliyeumbwa katika mfano na sura ya Mungu kwa kusudi maalum. Neno la Mungu linasema mosi, mwanadamu aliumbwa katika mfano wa Mungu. Mwanadamu akaumbwa kwa kusudi la nini? Anasema atawale mazingira ambayo Mungu amempatia, wanyama, mimea na vyote vinavyomzunguka. Na haikuishia hapo, Mungu akaweka utaratibu wa maisha kwa mwanadamu. Aishi vipi? Ale nini? Kipi kinafaa katika maisha yake na kipi hakifai katika maisha yake, na namna wanavyoweza kuishi na maisha yakawa hivyo. Lakini tunaona Mwanzo sura ya 1 na ya 2 inaisha kila kitu ni chema alichokifanya Mungu, na hawakuitwa mataifa. Hawa walikuwa ni wana na binti za Mungu, wameumbwa katika mfano na sura ya Mungu kwa kusudi la Mungu, ndivyo walivyo. Mungu ni mtawala. Pande wa kwanza wa Mungu, Mungu alikusudia atakapomuumba mwanadamu awe mtawala kama yeye. Mungu anatawala mbingu na nchi. Mwanadamu akapewa enzi, awe mfalme mahali pake, atawale, afanye kila kitu kwa utukufu wa Mungu. 2, Mungu ni muumbaji. Mwanadamu alipewa uwezo wa kuzalisha na kuviongeza vitu alivyokuwa navyo. Sasa Mwanzo sura ya 2 maisha yanaenda sawa. Hapo mbele kidogo mambo yanabadilika. Mwanadamu, sifa yake, tabia yake, utashi wake, matakwa yake, kuna tatizo lililoingia katika maisha ya wanadamu, na si kitu kingine, ni uovu, ni dhambi. Kitu kinachomtenga mwanadamu na Mungu wake, kinamtoa kwa Mungu wake, kirusi kibaya kinachotafuna na kuharibu maisha ya mwanadamu. Na baada ya hapo wanadamu wakaanguka dhambini. Mwanadamu akaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Mwanadamu akawa adui wa mwanadamu. Ndio maana katika kambi hili ninakualika msikilizaji, endelea kufuatana nasi kwa siku hizi 6-7. Endelea kufuatana nasi kwa kila hatua ili uone kile Mungu alichokusudia. Mchana wa leo nikupatie tafsiri halisi ya mwanadamu huyu, mwana wa Adamu. Baada ya dhambi kuingia duniani, mpango wa Mungu ulipotibuliwa, mwanadamu akaanza kukinzana na asili yake. Mwanadamu akajiondoa kwa Mungu wake. Mwanadamu akaweka uadui na Mungu wake. Mwanadamu akawa ni wakupotea na wakuangamia milele. Moja, chakula chake kikabadilika, akili zake zikabadilika, fikra zake zikabadilika, nia yake ikabadilika, na kila anachokitenda. Kienda Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 kuendelea, kila anachokitenda mwanadamu ni uovu tu. Chochote anachokiwaza ni kwa mabaya. Sababu ni rahisi, amepungukiwa na uwezo, amepungukiwa na ufahamu, amejiondoa katika chanzo cha maisha yake. Sasa Daudi, wale naofuatilia ili tumwelewe Daudi vizuri, muda wetu tutalizungumza hili kadri tunavyoendelea. Katika vitabu vya historia katika Biblia, ukienda Samueli wa pili kuanzia sura ya 13 hadi ya 19, hasa Samueli wa pili sura ya 15, hapo ndipo utaona machungu aliyopitia Daudi. Inaaminika ndiyo sababu huenda iliyomsukuma kuandika ubeti huu au kuleta habari hizi za Zaburi ya 62. Alipitia machungu mazito. Sasa sikiliza mchana wa leo. Mwanadamu
aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, aliyeamua kumwasi Mungu, huyu ndiye Daudi anaongea habari zake, akitutia moyo ya kwamba tumtumainie Mungu wetu. Sasa sikiliza, hawa wanaoitwa wanadamu, ukisoma maandiko, ni sehemu chache za waandishi wa maandiko matakatifu umekuta wakimsifia mwanadamu, akisifiwa au akijitwalia sifa, na yeyote aliyejaribu kufanya hivyo alijikuta mwisho wake sio mzuri. Wote waliosifiwa, wote waliojitwalia utukufu wa Mungu, wote walioenenda taratibu na inavyostahili, walio wengi walijikuta wameanguka chini. Maneno hayo anayaandika mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Wazee na Manabii, ile sura inayoongelea uasi wa Absalom, mtoto wa Daudi. Sasa leo mwanadamu wamebadilika. Mwanadamu amekuwa ni kiumbe katili. Mwanadamu akikwambia nitakuua, mwanadamu akikwambia leo hupati kitu hapa, mwanadamu akikwambia tutakuhamisha, mwanadamu akikwambia huendi kokote, mwanadamu vyovyote anavyovifanya, tutaona katika juma hili, chochote anachokifanya mwanadamu, Daudi anasema shida ni kwenye moyo. Kuifunua mioyo ya wanadamu imechafuka. Kwa hiyo mwanadamu baada ya dhambi akaanza kupata sifa kulingana na matukio na matendo anayoyatenda. Ndio maana leo utasikia mwana wa Adamu, binadamu aliyeumbwa katika mfano wa Mungu, utasikia watu wanakuambia, oya mwanangu, huyu ni mnoko, huyu ni mkuda, huyu ni mkoloni, utasikia huyu ni mtata, utasikia huyu ni msaliti, utasikia huyu ni mataifa, huyu ni muasi, huyu yuko hoi, huyu. Maneno mengi yatazungumziwa juu ya mwanadamu kulingana na sifa zake. Tambiwa huyu wala hataitwa mwanadamu wala mwana wa Mungu. Tambiwa huyu ni mchawi, huyu ni mwanga, huyu ni mwizi, huyu ni hivi. Mwanadamu baada ya hapo anatembea kwa tabia na sifa aliyo nayo, ndio watu wanamuita. Kwa hiyo Daudi anawaambia, enyi wanadamu, tumainini Mungu siku zote. Baada ya dhambi mambo yakawa yamebadilika. Wenzetu wanasema ni mambo mawili, two things are involved. Ni mambo mawili tu sasa. Baada ya uasi wa mwanadamu sasa ni mambo mawili, awe muongo au awe mkweli, akupindue au mtawale wote, aseme ukweli au aseme uongo, akukubali au akukatae, akuunge mkono au akuangushe chini. Mwanadamu akawa katika njia mbili, aidha ni mtu mzuri, aidha ni muongo, aidha ni mkweli, aidha ni kibaraka, au amekuwa chawa, au amekuwa na roho mbaya, au amekuwa na nzuri, au ni mweusi, au ni mweupe, au ni mrefu, au ni mfupi. Mwanadamu, sikiliza, katika makambi haya, kwa neema ya Mungu, visa alivyovipitia Daudi kuhusu wanadamu ni kana kwamba tunaalikwa tena katika mwaka 2025. Chochote tunachokifanya, kusudi lolote tunalokusudia kulifanya, ni bora kwenda ukiweka tumaini lako kwa Yesu. Uende ukimtumainia Yesu. Leo mwanadamu amechanganyikiwa, mwanadamu amevurugwa, mwanadamu mambo yake hayako sawa tena, sio wa kutumainiwa. Ingawa kuna wema na kuna wabaya, ingawa kuna wanadamu wakisimama katika jambo lako wakikwambia tutasimama na wewe katika harusi hii, tutalia pamoja na wewe, tutafanya hivi. Shughuli ni watu, na ni watu wanaoweza wakusaidia, na ni watu wanaoweza wakakufelisha. Daudi anapotuita katika juma hili, enyi wanadamu, mtumainini Yesu. Andiko yanasema mara kwa mara, yeyote anayeweka tumaini lake kwa mtu. Watu leo
wanatisha. Watu leo wanaumiza wenzao. Watu leo wamekuwa wanafanya mambo yanayostajabisha na kuhuzunisha. Sikilizeni watu wa Mungu. Sasa mwanadamu baada ya kutambulika kwa sifa na tabia yake mwenyewe kwenye jamii, wengine wamepata sifa zisizokuwa nzuri. Mwanadamu mwingine na heshima yake yote, utasikia watu wanasema huyu mlevi, huyu mwizi, huyu kahaba, huyu jambazi, huyu muuaji, huyu msaliti. Huu sio mpango wa Mungu. Mwanadamu alikuwa ni mtoto wa Mungu. Mwanadamu aliingizwa dhambini, na Daudi anaongea anachokifahamu, kwa sababu dhambi ya uzinzi alikuwa nayo, dhambi ya uaji alikuwa nayo, na sasa ni mfalme anayependuliwa katika enzi, katika mamlaka, na anayefanya kitu hiki ni familia yake, ni mtoto wake. Kwenda kumfunga, kumpeleka mahakamani hawezi, kumshtaki hawezi. Dhamiri yake inamshtaki. Katika wenye dhambi, yeye naye ana dhambi zake, na mtoto wake kainuka anakuja na dhambi zake. Mfalme hana chochote cha kufanya, hachukui hatua. Leo tuna wanadamu, mambo yanapoharibika hawakemei, hawachukui hatua, hawasemi chochote, hawajapendezwa, hawacheki, hawanuni, hawakasiriki. Unashindwa kuwajua hawa wanadamu ni kipi wanataka. Ukifanya chema, unaona ukifanya chema ni kama hujafanya chema. Ukifanya vizuri unachukiwa, ukifanya vibaya unachukiwa. Mfalme akabaki mahali pale, hajui cha kufanya na binadamu. Hajui afanye nini na binadamu. Na wito wa mfalme Daudi ulikuwa ni rahisi sana: enyi wanadamu. Na hii inaenda, ujumbe wa Daudi si tu kwa watu, hata mataifa pia ya wanadamu wanaomwamini Mungu na wasiomwamini Mungu. Kimaandiko wasiomwamini Mungu wanaitwa mataifa. Lakini na mataifa kwa maana ya nchi zenye mipaka, ardhi na watu, kadhalika nazo anazitolea wito ya kwamba tumaini ya taifa lolote, tumaini ya familia yoyote, tumaini la ndoa yoyote, tumaini la kanisa lolote, jamii yoyote, si kuyatazama wanadamu. Tumaini letu pekee analolisema Daudi ni kumtumainia Mungu Yesu peke yake. Katika Zaburi sura ile ya 8 mstari wa 4 hadi wa 8, Zaburi, soma nami pale Zaburi mstari wa 8, sura ya 8, Zaburi 8 mstari wake ni wa 4 hadi ile aya ya 8. Neno la Mungu linasema hivi: Zaburi sura ya 8 na ile aya ya 4 mpaka mstari ule wa 8. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. 7, kondoo na ng'ombe na wote pia, naam, na wanyama wa kondeni. 8, ndege wa angani na samaki wa baharini na kila kipitacho njia ya baharini. Tukasaburi anasema nini kwetu mchana wa leo? Anauliza swali: ni kweli mwanadamu amechafuka? Ni mlevi, ni kahaba, ni mwizi, ni muuaji, ni mchawi, ana nia mbili, haeleweki. Lakini Biblia inasema ya kwamba mwanadamu ni kitu gani? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Lakini cha ajabu ni hiki: Mungu amemtawaza mwanadamu kuwa juu ya vitu vyote, kama mmiliki wa hivyo vitu vyote. Anasema kila kitu kilifanyika kwa ajili ya huyu mwanadamu aliyetanga mbali.
Mchana wa leo, sikiliza mpendwa. Mungu wetu katika fungu hili, beti la mwisho, Zaburi 62 beti la mwisho, anasema Mungu ndiyo kimbilio letu kwa mataifa na wanadamu. Haijalishi wewe ni mtu wa namna gani unasikia maneno haya, ingawa leo haufahamiki kama mwana wa Mungu, unafahamika kwa tabia zako na sifa zako, aidha zimekuleta karibu na watu au zimekupeleka karibu na mbali na watu. Vyovyote vile, wewe mlevi, wewe mchawi, mwizi wa zaka na sadaka, chochote unachokitenda, neno la Mungu liko wazi, nasema ya kwamba Mungu amemuumba mwanadamu kwa namna ya ajabu kwa makusudi yake, na ndiye mtawala, bado amemweka juu ya vitu vyote. Na mwanadamu anapotanga mbali na kukosea, wito wake ni ule ule, ya kwamba tumkimbilie yeye, tumfuate yeye. Hivyo mchana wa leo, wakati ile kwaya inakuja hapa tunapotoa wito, mchana wa leo usiweke tumaini lako kwa watu. Watakapokuangusha usiwalaumu wao. Umefanya kitu sahihi mahali pasipokuwa sahihi. Kumtumainia mwanadamu sio jambo sahihi. Tumaini lako weka kwa Mungu. Shirikiana na wanadamu, ni wazuri sana, wana thamani sana, na Mungu kawaweka ili tufaidiane nao. Lakini mwanadamu ana ugonjwa wa kufisha. Mwanadamu anachoka. Mwanadamu anachoka. Mwanadamu ana mwisho wa kupenda. Mwanadamu anakasirika. Mwanadamu anahitaji kutiwa moyo. Mwanadamu wanatembea, walio wengi wana matatizo. Hawawezi kuchanganua tena. Hajui chema na kibaya. Daudi anatoa wito kwa watu wote, enyi watu, tumainini yeye siku zote. Mchana huwa leo, sijui unapitia changamoto gani katika maisha yako. Maadamu wewe una sifa ya kuwa mwana wa Mungu, maana wewe una sifa ya kuwa bin Adam, wewe ni mtu, haijalishi sifa ulio nayo, haijalishi unapitia jambo gani mchana wa leo, iwe ni katika utawala wako binafsi, nyumbani, mahali pa kazi, ofisini, katika jamii, haijalishi umeshindwa kufanya mangapi, kuamua mangapi mchana wa leo, maadamu wewe ni mwana wa Mungu, wito Mungu anakutolea. Uliweka tumaini katika elimu yako, ni kazi bure. Uliweka tumaini lako kwa familia yako, ni kazi bure. Uliweka tumaini lako katika biashara zako na kazi zako, nguvu hizo kwa nazo ni ubatili. Vyote hivyo mfalme alikuwa navyo. Mwanadamu kimbilio lake ni mahali pamoja tu, mkimbilie Muumba wako. Nacho kuomba mchana wa leo, wakati waimbaji hawa wanaimba, huenda kuna mtu mmoja mchana wa leo, kuna mtu mmoja wanadamu wamemuumiza sana, walikudanganya, njozi zako leo zimepotea. Ulifanya kila kitu kwa ajili ya watu, lakini umepata nini? Umepata nini? Watu walikutenda vibaya. Waimbaji, tuendelee. Ya watu ni mengi, na hata kama uko hapa wewe mtu umeumiza sana watu, umefanya yasiyofaa. Dunia imechafuka kabisa, imeharibika, nani aikarabati? Watu wa dunia hii nao wameshachafuka, wamepotoka, hakuna hata mmoja. Niende wapi Bwana kuliko na amani? Nchi zinapigana, amani iko wapi? Mungu tunakuomba, tushushie amani.
wengi sana wamejinyonga kwa sababu ya watu. Miji mingi sana imevunjika kwa sababu ya midomo ya watu. Wengi wana vidonda na mafundo kwenye mioyo yao kwa sababu waliotendewa na watu. Sio wao, ni dhambi inayokaa ndani yao. Wanadamu wamekuwa shambulio. Dunia imekuwa ukumbi wa machafuko. Makahaba warembo wote wamejaa humo. Nao wajifariji wala mema ya dunia. Huo ni ubatili, acheni sasa yatosha. Sasa tokeni huko, Yesu anawaita. Msishiriki dhambi zake aliyemuasi. Yesu sasa sema, tokeni huko Babeli. Naye anawaita mpate kuokolewa. Bwana tukumbatie ili tupate kupona. Yesu sasa sema, tokeni huko Babeli. Naye anawaita mpate kuokolewa. Bwana tukumbatie ili tupate kupona. Ni ajabu sana mwanadamu anayeishi karne hii ya leo. Mke aliyependwa na kupewa heshima ya malkia wa familia anamsaliti mume wake. Kina baba wanarukwa na akili, wanafanya uzinzi. Vijana wanafanya uasherati kwa raha kitambo, wapotee milele. Daudi anasema ni ubatili. Enyi wanadamu, enyi mataifa, tumainini yeye. Mtakatifu umeandaliwa juu na Bwana Yesu, ni ukumbi wa ajabu. Umepangwa vizuri, sina cha kufananisha, na unavutia uzuri wa kushangaza. Ewe ndugu mpendwa, kimbia uje kwa Yesu. Twende kwenye ukumbi ulio mtakatifu. Kimbia, kimbieni, nafasi ingalipo. Yesu awangojea mlangoni aita. Ndugu kimbia sasa, Yesu anawaita. Kimbia, kimbieni, nafasi ingalipo. Yesu awangojea mlangoni aita. Ndugu kimbia sasa, Yesu anawaita. Waimbaji mkisalia hapo tunapotoa wito. Wito wa mchana wa leo ni rahisi sana, wala si kwa mihemko. Wewe ndiye Mungu anaongea na wewe. Ndani ya mioyo yetu tunafahamu tunayoyatenda. Tunafahamu uliotendewa kama mwanadamu. Mchana huu wa leo Yesu anakuita. Yesu anakuita mchana huu wa leo. Imetosha, umeumiza sana watu, inatosha. Na hata kama umefanyiwa mabaya, inatosha, samehe. Kuna mtu mmoja mchana wa leo anasema, mimi ndio huyo mwanadamu unahitaji tumaini la Mwokozi. Asipoingilia kati, wewe unafahamu kilicho mbele yako, ulioyapitia. Mchana wa leo nataka ujitoe wakfu. Bwana, nakukabidhi maisha yangu. Nataka nikimbie mikononi mwako. Uko peke yako? Kama upo, njoo simame hapa mbele. Watumishi wa Mungu wataomba na wewe. Usihangaike kumwangalia jirani yako, ni wewe peke yako.
Wewe simama uje hapa mbele. Pita mbele kidogo hapa. Unaweza kusimama hata upande huo, sio mbaya kwa sababu ya taratibu. Wengine mkasimama upande huu. Mwite mchungaji Lazaro, mtumishi wa Mungu. Na nikualike katika makambi haya. Ili fungu lionekana ni lepesi lakini ni zito sana, lina mambo mengi. Huna mahali pengine pa kwenda. Wa huku hata mkisimama huku sio mbaya kwa sababu ya picha za rafiki yetu. Hata mkisimama hapa. Simama upande huu. Mungu awabariki sana. Umeshindwa na katabia fulani, sio mpaka tukataje, lakini kako ndani yako. Unajua nini mpendwa? Wenda pastor hajasema sana. Yesu amefanya kila kitu. Mwisho kabisa atapita na hiyo dhambi. Huyo mwanadamu asiyetaka kumtegemea, anapoangamiza ile nia ovu iliyo ndani ya mwanadamu, dhambi inakaa ndani ya mtu. Na lazima mambo ni mawili. Umkabidhi Yesu hiyo dhambi yako, upate neema yake kwa sababu alikufa kwa ajili ya hicho mwanadamu kinachokusumbua. La hasha, anapokuja kuangamiza ni mdhambi pamoja na dhambi. Kama ni ombi lako, simama kwa miguu yako mchana wa leo. Mungu akubariki sana. Tufumbe macho. Atuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mchana wa leo tunakutukuza na kulisifu jina lako kwa namna ambavyo umetupenda upeo kupitia neno lako. Pia asante kwa neno la uzima katika mchana huu. Wana na binti zako tumesimama, tumekuja mbele zako, tumekuja na mioyo ya shukrani kulitukuza jina lako kwa upendo mkubwa ulioonyesha pale msalabani Calvary, kufa kwa ajili yetu. Watoto wako wamesimama wakikabiri Calvary na wakiona ya kwamba peke yao hawawezi, na wanapotazama Calvary wanaona ushindi. Na sasa Bwana, tunakusihi, watoto wako wamekuja mbele zako, takasa kila mmoja aliyekuja mbele zako. Wako wengine wameumizwa, na kwa sababu ya kuumizwa mioyo yao imekuwa mizito hata kusamehe. Wamekuja kwako, wape nguvu ya kusamehe. Wapo wengine wameumiza wengine, Bwana, hata namna ya kwenda kuomba msamaha imeshindikana. Wamekuja kwako, wape nguvu ya kuomba msamaha. Wako wengine dhambi imewalemea, na hakuna namna ambavyo wanaweza wakaikimbia mpaka uingie ndani yao wasaidie. Na watoto wako tumekuja, utupokee. Ninakusihi mchana wa leo ikawe ni mianzo mipya katika maisha ya Ukristo. Bariki wanakambi hawa, na kwa sababu ya changamoto hiyo ya dhambi, wengine imepelekea kuugua. Nikombe wale walio wagonjwa katika kambi hili, ninakomba Bwana waguse na kuleta uponyaji ndani yao. Ponya magonjwa yao. Wewe unajua ni wapi ambapo maumivu wanayapata. Gusa Bwana, ukawaponye na jina lako lipate kutukuzwa. Katika kambi hili ukawape afya njema. Katika kambi hili ukawape mahusiano mema. Katika kambi hili ukatengeneze bongo zetu zifae kupokea neno lako.